Na mtazamaji wa Anwar TV, karibu ndani ya Behind the Glow, na hii leo bwana tunakwenda kuangazia juu ya ziara ya swimmers maarufu ulimwenguni iShowSpeed katika bara la Afrika, bara ambalo lina nchi 54. Bwana ShowSpeed wakati amewasili katika bara la Afrika alianza ziara yake huko katika kusini mwa jangwa la Sahara, katika mataifa ya kusini mwa Afrika kwa maana Lesotho, Afrika ya Kusini, Zambia, na baadaye akamalizia katika taifa la Zimbabwe. Na wakati huu bwana yupo katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, kwa maana yupo katika ukanda wetu ambapo Tanzania nayo pia inaunganishwa katika hilo eneo. Juzi alikuwa huko nchini Rwanda katika eneo ambalo liko chini ya Rais Mheshimiwa Paul Kagame, na wakati huu bwana yuko huko kwa wenzetu Kenya 2+54, na hivi sasa bwana amekuwa anatikisa juu ya kile ambacho anakifanya huko nchini Kenya, na imekuwa ni story kubwa juu ya kile ambacho kinaendelea, kwa maana iShowSpeed bwana amekuwa ni sehemu ya watu wengi kuwavutia katika kujifunza utamaduni wa Afrika katika maeneo yote ambayo amepita. Amekuwa anashangazwa na kile ambacho kinaendelea. Bwana tumeona huko nchini Kenya mambo ambayo anayafanya iShowSpeed bwana, amejifunza pia lugha ya Kiswahili na imekuwa ni sehemu mojawapo ya watu wengi kuweza kushangaa. Nimeona video yake moja ambayo ina trend katika mitandao ya kijamii ikimuonesha akijifunza kusema neno habari ya asubuhi, ama kusema ile nzuri alikuwa anajifunza, na hiyo pia imezua mjadala kwa Tanzania, na wakijiuliza kwamba je, kwa nini iShowSpeed ziara yake ya Afrika haikugusia katika upande wa Tanzania? Ipo hivi, wakati iShowSpeed na anaandaa mipango yake kuja katika bara la Afrika kwa ajili ya ziara yake ya barani Afrika na kuweza kushuhudia vitu vingi ambavyo Afrika imebarikiwa, Tanzania ilikuwa ni sehemu ya mpango wake, lakini kuna vitu ambavyo havikwenda sawa ambavyo ni mambo ya ndani. Lakini pia tunasema kwamba yeye mwenyewe pia alitamani kuja nchini Tanzania, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo kwa upande wake vilifeli na kumfanya iwe ngumu kuweza kuingia katika mipaka ya +255. Lakini kwa wakati huu bwana iShowSpeed amekuwa ni story kubwa ulimwenguni juu ya kile ambacho anakifanya. Maana bwana katika mtandao wa YouTube huu jamaa ana wafuasi zaidi ya milioni 48, bila kusahau pale Instagram pia ana wafuasi zaidi ya milioni 48. Kwa hiyo sasa hivi ulimwengu bwana unamwangalia Marekani huyu ambaye amekuwa anafanya vizuri katika eneo la content creator, na watu wengi bwana wamekuwa wanavutiwa na kile ambacho anakifanya. Na hiyo bwana ilikuwa ni Behind the Glow, na hilo tumemzungumzia iShowSpeed, miongoni mwa vijana ambao wanafanya kazi kubwa katika eneo la streaming live, lakini pia katika eneo la create content huko katika mtandao ya kijamii. Na hii leo bwana ulikuwa nami Leopard John Mnyamwezi kutokea pande fulani hivi za Kigoma. Hadi wakati mwingine niseme tu ciao.